pamoja na chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jana kuzuiliwa kufanya mkutano na waandishi wa habari ambao ulikuwa umepangwa kufanyika jana majira ya saa 5 asubuhi. Sasa chama hicho kimetoa msimamo wake kuhusu amri ya Mahakama Kuu ya Tanzania ya kuwataka viongozi wa chama hicho kuto kujishughulisha na masuala mazima ya siasa. Kaimu mwenyekiti wa chama hicho Tanzania Bara John Heche, ambaye awali mkutano wake na waandishi wa habari ulizuiliwa na jeshi la polisi, amesema Chadema inatilia mashaka maamuzi ya mahakama hiyo na inakusudia kuyakatia rufaa. Mwanasiasa huyo ambaye duru zinasema amezungumza kwa njia ya mtandao akiwa kwenye ofisi za ubalozi mmoja wa nchi za Magharibi, ambapo amesema chama hicho kitaendelea kuheshimu maamuzi ya mahakama. Aidha, Heche amesema ajenda ya chama hicho ya no reforms no election itasalia kuwa ni pale pale na kuwahimiza wanachama kujishughulisha na siasa bila kuathiri maamuzi ya mahakama. Na miongoni mwa mambo ambayo ameyazungumza Mheshimiwa Heche ni kushangazwa na kitendo ambacho kimefanywa na aliyekuwa mwanachama wa chama hicho, kwa maana Said Issa Mohamed kwa upande wa Zanzibar, ambaye alishtaki Chadema akihitaji mgawanyo sawa wa rasilimali fedha, akisema kwamba Tanzania Bara wamekuwa wanapendelewa kuliko visiwani, jambo ambalo Mheshimiwa Heche amelishangaa na kwamba amehoji Mheshimiwa Said Issa Mohamed amekuwa kiongozi wa Chadema kwa miaka zaidi ya 15 na hajawahi kulalamika kuhusiana na mgawanyo wa pesa kati ya Tanzania Bara na Tanzania visiwani. Lakini kitu ambacho kinashangaza zaidi ni kwamba uongozi mpya umeingia madarakani, hauna hata miezi 6, hakuna mabadiliko yoyote ambayo yameshafanyika, lakini anakuja kushtaki akidai kwamba shughuli za Chadema zizuiliwe mpaka pale kesi ya msingi itakaposikilizwa, kwa madai ya kwamba Tanzania Bara wamekuwa wanapata upendeleo mkubwa kwenye mgawanyo wa pesa kuliko visiwani Zanzibar. Sasa Mheshimiwa Heche pia ameendelea kusema kiongozi huyu ambaye alikuwa kiongozi chini ya Mheshimiwa Mbowe kwa miaka zaidi ya 15 hakuwahi kulalamika chochote, hakuwahi kuhoji chochote, mambo yalikuwa sawa. Inawezekanaje kwa miezi hii miwili mitatu ya yeye kuondoka na uongozi mpya umekuja madarakani ahoji kuhusiana na mgawanyo wa rasilimali fedha? Kama kulikuwa na upendeleo, kwa nini asihoji wakati yeye akiwa madarakani? Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo Heche jana ameyazungumza, na akisema kwamba hizi zote tunazijua ni hila za watawala kuhitaji kuangusha utawala wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambacho ndio chama ambacho kinapigania maslahi na haki kwa Watanzania na watu wote. Kwa hiyo Mheshimiwa Heche alisisitiza kwamba msimamo wao wataendelea kupambania haki kwa Watanzania na hawatarudi nyuma. Na zaidi aliomba jaji wa mahakama ambaye anasikiliza kesi hiyo wambadilishe, kwa sababu hawana imani naye, kwa sababu huyo alikuwa kwenye tume ya uchaguzi Zanzibar kwa maana Zeki, na mara nyingi walikuwa wakimkosoa kuhusiana na utendaji wake wa kazi, walikuwa wanalalamikia maamuzi mabovu ambayo walikuwa wanayaamua Zeki kwa maana ya tume ya uchaguzi Zanzibar. Sasa hivi anakuja kuwekwa kwenda kuisimamia kesi ama kuisikiliza kesi ya Chadema, jambo ambalo Mheshimiwa Heche amelitilia mashaka na kumuomba jaji huyo ajiuzuru ili wengine waje wasikilize kesi hiyo, kwa sababu hawana imani na jaji huyo, kwa sababu wamekuwa wanapishana kwenye mitazamo ya kisiasa tangu akiwa visiwani Zanzibar. Kwa hiyo ndio hayo ambayo Mheshimiwa Heche aliyazungumza jana akiwa kwenye moja ya ubalozi wa nchi za Magharibi. Na si hayo tu, yapo mengi sana ambayo ameyazungumza Mheshimiwa Heche, lakini kwa kifupi ndicho hicho ambacho alikizungumza jana kwa picha tu ya haraka. Ambacho Mheshimiwa Heche amekisisitiza ni kwamba pamoja na hila zote ambazo zinafanyika, wao bado ataendelea kusimama imara. Hii ni Sky4 Media.